Wajumbe. Habari za leo? Mnaendeleaje? Kilijulikana kama zahanati ya Rushamba. Kilianza kutoa huduma rasmi katika kituo. Kilianza kutoa huduma kama kituo cha afya mnamo Januari 2024. Hadi sasa ni kituo kinachoendelea kupanua huduma zake. Huduma zitolewazo kituoni. Zifuatazo ni miongoni mwa huduma mbalimbali zinazotolewa katika kituo cha afya. Namba 1, kuna huduma kwa wagonjwa wa nje. Yaani mgonjwa anakuja anatibiwa anarudi nyumbani. Namba 2, kuna huduma kwa wagonjwa wa ndani. Yaani mgonjwa anayehitaji huduma ya kulazwa kulingana na mahitaji yake. Namba 3, huduma za baba, mama na mtoto, yaani kliniki, ndio anaita RCH. Kuna huduma za tiba na matunzo. Hii iko pale CTC. Wanaifahamu kama CTC. Huduma kwa wagonjwa wa kifua kikuu, wengine wanaita TB. Kuna huduma za uzazi wa mpango, wakina mama na wakina baba. Kuna huduma za uzazi salama, yaani huduma ya kina mama wajawazito kujifungulia kituoni. Huduma za uchunguzi wa magonjwa mbalimbali, yaani maabara. Mfano, kuna malaria tunapima, minyoo, wingi wa damu na mengineyo. Kuna huduma za mikoba, yaani kwenda kutoa huduma za chanjo katika maeneo ambayo yako karibu na sisi, yaani hususan maeneo ya visiwani. Kuna huduma za uchunguzi wa njia ya video, tunaita ultrasound, wengine wanasema kioo. Yapo mtaalamu wake hayupo kwa sasa, lakini mashine ipo. Kwa sasa huduma za upasuaji ziko tayari kwa muda wote. Tukipata mgonjwa anayehitaji huduma hiyo, tunaweza tukamfanyia huduma ya upasuaji. Huduma za kuongeza damu kwa sasa kwa wagonjwa wenye uhitaji huo zinatolewa na zimeanza kutolewa rasmi Januari mwaka 2025. Kwa hiyo huu ni mwezi wa 4 toka tumeanza kutoa huduma ya damu. Changamoto nyingine ni uchache wa nyumba za watumishi. Nyumba zilizojengwa kwa msaada wa TASAF ni nyumba moja ambayo wanaweza kaishi familia 2. Lakini nyumba zilizokuwepo tokea mwanzo, ipo nyumba moja ambayo inafanya kazi kwa sasa, ambayo ni afisa tabibu mmoja ameweza kukaa mle. Tulikuwa tuna nyumba zingine zina uchakavu, na pengine kwa sababu ilikuwa zahanati, mpango mkubwa ulikuwa bado haujafanyika. Kukosekana kwa wodi za kulaza wagonjwa, yaani wodi ya kina mama ambao si wajawazito lakini ni wagonjwa, wodi ya watoto, wodi ya wanaume. Tumekuwa na changamoto hiyo, hatuna namna ya kuweza kuwalaza wale watu, tunajibarabana kwenye vyumba vilivyopo hapa kwa ajili ya kuweza kutoa zile huduma. Changamoto nyingine tumekuwa kutokuwa na gari la wagonjwa inayojulikana kama ambulance, ambayo lingeweza kupunguza sana ucheleweshaji wa mama kupata huduma. Pengine ameweza kubainika hata pale Soswa ameshushwa na boti, tungeweza kumfuata na kumpa huduma kwa wakati, na mambo yake yakaenda vizuri na afya yake ikaimarika kwa wakati. Tumekuwa na changamoto hiyo, tukiwa tunapata wale wakina mama wengine wamechoka sana au wamezidiwa kwa sababu ya ule muda unakuwa mwingi na usumbufu. Pengine kaletwa na baiskeli, pikipiki. Usafiri wetu tunavyofahamu maeneo yetu si mzuri sana. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Mambo mengine ambayo tuliyaona ni kama ushauri. Tunatoa shukrani nyingi kwa uongozi hasa wa mkuu wa nchi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kujali sisi wananchi wa Buchosa, hususan kata ya Bulyanheke, kwa kutupanulia kituo chetu kutoka zahanati kuwa kituo cha afya. Na tunaomba kwa heshima ya kipekee
kupitia mheshimiwa mbunge mfikishie Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan shukrani zetu nyingi kwa kazi kubwa anayofanya kwa kuimarisha afya za Wanabuliaheke. Zamani ilikuwa shida sana, lakini tokea Mheshimiwa Rais ameingia tumeweza kupata vifaa vingi sana. Tumeweza kupata vifaa zaidi ya milioni 150 hapa ambavyo ni mashine kwa ajili ya dawa za usingizi na ganzi. Ipo tayari, na kama ungekuwa na nafasi mheshimiwa, ungeweza kuiona kwa macho yako. Kashuhudia kazi kubwa ya Mheshimiwa Rais ilivyofanywa. Ameboresha mazingira, ameongeza kiwango cha dawa, kilikuwa kidogo sana. Ilikuwa kiwango cha zahanati, sasa ni kituo cha afya. Japo kwa sababu ya wingi wa watu inahitaji tena tuongeze zaidi. Lakini kwa kuwa Mheshimiwa Rais ni msikivu, kupitia mbunge atayafikisha haya. Kitu kingine, tumekuwa na mazingira yamekuwa mazuri, tumekuwa na amani. Kituo hakijasumbuliwa na namna fulani. Pengine amani iliyojengwa na Chama cha Mapinduzi imefikisha hapa. Watu wana imani sana na serikali kupitia uongozi uliopo. Kwa hiyo na shukrani zangu Mheshimiwa mbunge, kwa tulioyasoma, mapungufu yetu mengine hatuna choo cha nje kwa ajili ya wale wagonjwa na wale wasimamizi wengine. Kwa hiyo wanalazimika kuingia kwenye vyumba vingine, pengine mgonjwa amelazwa anaingia tena mle wakati anatokea nje. Tunaomba na hilo, hata sehemu ya maji pia. Maji yamekuwa ni tatizo kwenye kituo chetu. Tuna kisima ambacho ni kifupi. Sidhani kama kinaweza kujitosheleza tukianza huduma za upasuaji. Tunahitaji maji mengi ya kutosha. Na maeneo mengine hata kwenye mawodi ya wazazi wamejifungua wapate maji, wafue, warudi wakiwa katika hali nzuri. Asante Mheshimiwa mbunge. Hiyo ndio ilikuwa taarifa fupi ya kituo cha. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyofahamu, hakuna jambo ambalo wewe linaanza limetimia toka siku ya kwanza. Wakati mwingine jambo lianze, utimilifu utaendelea kadri tunavyoweza kusonga mbele. Cha muhimu, kituo cha afya kipo na changamoto bado zipo, nimeziona, tunazishughulikia moja baada ya nyingine. Na wapongezeni sana kwa kazi nzuri mnaoifanya, na kwa idadi ndogo ya watumishi mlionayo. Watumishi ni wachache sana kutegemea na idadi ya wagonjwa mnaowahudumia. Nataka niendelee kuwapongeza watumishi wote walioko hapa chini ya mganga mfawidhi. Mnafanya kazi nzuri kwenye mazingira magumu. Naomba niseme nimechukua swala la watumishi, nitaenda kuifanyia kazi ili idadi ya watumishi iweze kuongezeka. Kuna madaktari, kuna assistant medical officer mmoja. Kuna wauguzi hao ni assistant nursing officers wawili. Kuna health assistants ndio mmoja. Kuna clinical officers watatu. Na teknolojia wa maabara, laboratory technologists ni yupi? Ni wewe. Wachache, watumishi mshiriki ni wachache kwa idadi ya wagonjwa. Na mimi kama mbunge nimeliona hili na naondoka nalo, naenda kuishughulikia. Na hakika nafanya kazi. Nimefanya kazi kubwa, kuna mafanikio makubwa sana ambayo mnayafanya hapa. Kumwambia mtu inafanyika operation gani mnafanya? Tumeshafanya operation moja. Ya nini? Ilikuwa ya kijana mmoja alikuwa sehemu za sisi pesa. Ni minor surgery. General surgery. General. Nitumia anesthesia. Okay. Sasa hiyo ni hatua kubwa sana kwa kufanya jambo kama hilo hapa. Nielewa. Kwanza mimi nikimkuta tu anesthesiologist yuko hapa, naona ni achievement moja kubwa. Maka hata huko mjini hatuna wataalamu wengi wa namna hii wa usingizi, ni wachache. Hii serikali imemleta mpaka hapa Arusha. Kwa hiyo muendelee kufanya kazi zenu vizuri na kwa umakini. Mjitahidi kujituma, serikali iko na inajua juhudi zenu na tutaendelea kufuatilia. Kwa hiyo vifaa vingi vimekuja, ultrasound iko hapa mashine, lakini hakuna mtaalamu wa ultrasound. Kwa hiyo nimelichukua tuweze kupata mtaalamu wa x-rays. Sio? Ili kusudi tuwe tuna uwezo wa kufanya kioo, naita kioo, kufanya ultrasound watu waweze kujua ndani ya tumbo kuna nini. Kwa hiyo nadhani hilo nimelichukua, tutaenda kulifanyia kazi. Lakini kuna masuala ya wodi ya wagonjwa wa kawaida.
uchache wa nyumba za watumishi, idadi la wagonjwa. Nyumba za watumishi tutaendelea kuongeza kidogo kidogo jamani. Wodi tumechukua, tutafanyia kazi. Gari la wagonjwa tutajitahidi. Liko gari mahali ambalo ni la kufanyia marekebisho kidogo tu. Nakumbuka nimewahi kununua gari la wagonjwa kwa ajili ya kuichosa, lakini kalipia kitu kidogo sana. Na liko nafikiri nimepaki. Nitaitengeneza ile gari. Nimeandika kidogo, ni gari zima lakini tunajua tena. Nitaitengeneza ikae vizuri, nitapaka rangi upya, itakuwa zima kama jipya. Nitaileta hapa ili iweze kusaidia wagonjwa wetu ambao wanatoka maeneo ya mbali. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma ya maji, nimezungumza maji, nikamuuliza Mheshimiwa Diwani, tunao mradi wa maji Urushamba, lakini naona kama unachelewa, utakuja kwa wakati. Tutajaribu kufanya mpango wa kupata kisima angalau kisima kimoja, ili kasaidia zahanati, kasaidia watu wa maeneo ya jirani. Kama kuna visima vya kupandwa ambayo kulikuwa kisima kinatumia sola, inakuwa na DP. Taongea na Mheshimiwa Waziri tuone tukapata kisima kimoja kiweze kusaidia hapo. Upasuaji uendelee. Nitafurahi nikisikia cesarean section imefanyika, ambapo mimi naona kama ni operation moja ambayo sio ngumu sana kufanya. Kwa hiyo ni mama mjamzito akifanywa upasuaji hapa akajifungua, si jambo jema Mwenyekiti. Tunapata wazazi ambao mama ametanguliza miguu, ametanguliza mkono, mtoto amelala vibaya, uchungu umekuwa muda mrefu. Tukisipomsaidia huyo mama, tunaweza tukapoteza mama na mtoto au mama. Sasa mimi nadhani kwa sababu wataalamu kwa waendelee kujielimisha na theater sasa nzuri, kama na upungufu mseme na upungufu gani tuweze kuboresha kusudi muendelee kuhudumia watu wetu. Huduma za kwa mama mjamzito ni bure. Hilo naomba nilisisitize kabisa. Mama mjamzito huduma yake ni bure. Naongea ukweli, naongea uongo? Kwa mujibu wa sera ya matibabu, si ndio? Huduma ya mtoto chini ya miaka 5 ni bure. Tumeelewana vizuri? Huduma kwa wazee wetu ambao wamesaidia kujenga nchi yetu, wakapigana vita huko nyuma ya Uganda, wakapigania uhuru wa nchi yetu, tunawaheshimu wazee kwa kuwapa matibabu bure. Nakosea unapatia. Sasa ni miaka 60 nadhani kwenda juu. Tufate sera ya matibabu ya nchi yetu. Huko wengine hapa sijasikia malalamiko ya namna hiyo hapa. Lakini huko nilikopita nimekutana na changamoto hiyo. Yaani kwa Kalebezo wakina mama wajawazito wanatoza shilingi 2,000. Watoto wadogo wanatozwa fedha. Sasa kwa kauli hii na waitamka na DM1 nisikilize. DM1 nisikilize. Hili jambo kuchosa liacho. Tufate sera ya matibabu. Mtoto chini ya miaka 5 bure. Mama mjamzito bure. Sijui mama mjamzito anahitaji kadi ya kliniki, alafu anatozwa pesa. Hapana, ni bure. Kuna utaratibu, nenda kwa duka la dawa, watakupa kadi ya kliniki, anatoa shilingi 2,000 kadi ya kliniki. Sio sawa. Mimi nadhani tuelewane. Bila ambavyo sera ya matibabu inatamka, twende hivyo. Mama mjamzito asitozwe pesa, mtoto chini ya miaka 5 hamna pesa, na wazee wetu hamna pesa. Wazee wangu tumeelewana? Viongozi wa chama, nyinyi ndio mnasimamia serikali kwa ujumla. Hakikisheni haya mambo nayazungumza yanakwenda kama jinsi tulivyotamka. Nadhani tusiende kinyume na. Mnafanya kazi nzuri, endeleeni kufanya kazi nzuri. Sisi kama mbunge na viongozi tutawasaidieni kupunguza changamoto zenu. Najua mna changamoto nyingi sana mkabiliana nazo. Lakini kama nilivyotangulia kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna kitu kinaanza kimekamilika. Hakuna. Wanasema unaanza alafu perfection inaendelea. Kuendelea kuboresha unaendelea taratibu, lakini kipo. Hata muziki sio na tune. Lakini lazima kwanza ulie. Kwa hiyo Rushamba muziki umeshalia. Umelia au hujalia? Kinachofuata sasa ni kufanyaje? Tune. Sasa tune itachukua muda kidogo, lakini tunaendelea.
mwakani tutakuwa bora zaidi kuliko mwaka huu. Si ndio? Na miaka 5 baadaye tutakuwa bora kuliko kwa sasa. Mimi naishukuru sana serikali yetu kwa usikivu wake inapopelekea matatizo ya wananchi. Sawa? Inashughulikia kwa wakati. Tulizungumza pale kwenye mti. Leo kituo cha afya kiko hapa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba wananchi wataendelea kuipenda serikali yao na wataendelea kuichagua CCM. Mmenituma niwapelekee shukrani zenu kwa Mheshimiwa Rais. Na mimi nimechukua hizo nazipeleka moja kwa moja na ataona. Hata kama ataona ana kwa ana, atasikia mtandaoni kama wananchi wa Rushamba wanakushukuru sana kwa kuwajengea kituo cha afya. Na naamini ahadi yenu kwake, mtu akitendea wema tunamlipa wema. Mimi naamini kwamba mwezi wa 10 mtamlipa rais wetu wema, si ndio? Na najua pia mtamlipa mbunge wenu wema. Na bila shaka mtamlipa mheshimiwa diwani wema, si ndio jamani? CCM oye. Basi kwa hiyo nasema niko tayari kukagua mradi hapo tuendelee na ratiba nyingine. Asante. Kuna mapungufu kidogo hapa. Nadhani kufikia wiki ijayo leo hakuja madaktari bingwa tulikuwa nao hapo kusema tu kwa sababu ya ugeni wako tunayaisha ili kufikisha kwenye maeneo tutaendelea. Nadhani wiki ijayo hii ni sehemu ya kunalia. Sawa. Mistari nidhamu kati ya matatu. Mashine hii ndio imekula milioni 68. Milioni 68 imeletwa Rushamba kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa hapa na maeneo jirani. Inatumika kutoa dawa ya usingizi na ganzi. Kwa hiyo mgonjwa anatumia hii, anaweza kupumua mwenyewe au mashine ikamsaidia kupumua kwa mazingira yote. Ina uwezo. Na inafanya kazi ikiwashwa, hata umeme ukikatika inaweza kukaa masaa 4 yenyewe inanguruma. Ile kwa na shida. Pia tuna kitanda ambacho ni bora sana kwa ajili ya kumlaza mgonjwa. Umeme haupo tungewajaribishia, mheshimiwa anafahamu. Kinazunguka pande zote. Daktari anataka amfanyie nini mgonjwa, mimi nitamuongoza. Nataka kichwa kiwe chini, miguu juu kinakubali. Karibia milioni 65. Kwa hiyo ni pesa nyingi zimewekezwa ukilinganisha na jengo lililogharamikiwa, rangi, taa zinawaka zote kwa wakati mmoja. Isipokuwa ile taa sasa itakuja itawekwa hapa. Inahitaji vyuma 12 vya kuweza kushikilia ile taa. Ambayo kama hata tulipiga jana ilikuja kama milioni laki 6. Ni hela ndogo kwa kituo chetu. Tuweza tukaimudu, kituo kikaanza kufanya kazi. Tulitegemea angalau kufikia tarehe 6 tuanze kufanya kazi rasmi. Kwa maana ya operation, upasuaji. Huduma ya damu, mtaalamu wa damu yupo. Mpaka asubuhi ameniambia damu ambazo zipo ngapi? Zipo 9. Kwa hiyo mgonjwa yoyote anaweza kupata huduma ya damu kabisa. Hata kama hapa amefanyiwa, damu inaweza kumsaidia kama kuna upungufu. Kwa hiyo tunahitaji kusafirisha mwendo mrefu, huduma zinapatikana. Yes. Okay, kwa hiyo tumekubaliana mtaanza kupasua hasa lini? Tarehe 6. Tunaiandika hiyo tarehe 6. Kwa hiyo kama nikija tarehe 7 hapa nitakuta mnaniambia kuna procedure kama itakuwepo mtakuwa mmefanya. Hata ukiwepo tunaweza tukasema tuingie tufanye muone mgonjwa akiwa ametoka pale. Sawa, ni jambo jema. Mimi nimfuatilie kidogo na napenda sana kuwa na deadline kwenye jambo. Niliposikia tarehe 6 nimepokea, nitafuatia tarehe 6 ile nione. Maana tunachotaka sisi tuone kama vifaa hivi vinafanya kazi. Enzo vifaa vinakuja hapa vinakaa hapa kazi ifanyike. Mimi naishukuru sana serikali kuleta vifaa kama hivi hapa Rushamba. Sisi tuko pamoja na mheshimiwa, tutakuunga mkono, tuunge mkono. Maeneo haya yalikuwa yamesahaulika sana. Kwanza nilipoletwa mara ya kwanza kidogo nirudi.
lakini nitakutana naweza kaniambia ni eneo mazuri, mazingira safi na nifurahia pia na ninapenda kuishi nao. Kwa hiyo mwezi wa 10 tuna jambo na wewe, uendelee kutunga mkono. Naam. Asante sana. Zile routine wanatolea damu kawaida, vipimo vya malaria na sample ndogo ndogo. Hapa ni sehemu ya kusubiria wale wateja yao, sehemu inaitwa maabara yenyewe. Sasa tuna friji pia ambayo ni friji bora sana, inatunza ubaridi. Damu tunahifadhia mwili ni friji la Dar es Salaam, lakini nayo pia ina changamoto kidogo. Ina changamoto, kuna sehemu ile ya na nilimu pale anasema kwamba inaleta short, kwa hiyo yule biomedical engineer alisema kwamba atakuja kuiangalia. Si inaleta short ni kitu gani? Alikuja biomedical. Ni umeme, ni mashine. Ni mashine, friji. Ndio ina shida. Ina shida. Nimeshatoa taarifa. Tumeshaitolea taarifa. DMO anajua. DMO of course in charge wetu wa kituo yes, anaifahamu na amecommunicate tayari na biomedical engineer kwa amesema na anakuja. Jana nilizungumza na DMO akaniambia, nilikuwa namuulizia habari ya kwanza operation, akanihakikishia kwamba kabla ya tarehe 6 atatuma wataalamu waje waiangalie ikamiliki, tuanze kazi, tusiwe na kisingizio chochote. Sawa. Na sio kuingia Kwa hiyo sasa mashine tuliokuwa nayo hapa ni hii hapa Microsoft pekee. Sasa tunaanza operation, kwa hiyo kuna vipimo vile vya muhimu. Mfano tunataka tuangalie platelets, hemoglobin, HB, tunataka tuangalie zile lymphocyte. Kwa hiyo mashine ya full picture hatuna, haijaja. Kwa hiyo tuna hiyo changamoto, lakini kingine pia hata centrifuge machine pia hatuna. Sasa na centrifuge. Mara nyingi blood tunaiacha na inakaa kwa muda. Ile centrifuge yenyewe. Lakini centrifuge machine ya bei rahisi sana. Hamna thamani basi angalau hata manyo hatuna. Mimi nadhani kuna changamoto ndogo ndogo za fine tuning katika mambo ya muziki. Yaani kuna vitu vya kufanya. Ukiweza kukutana na DMO shtua kidogo, anaweza kukiangalia kwa hicho. Mimi ni kubwa ya watu wengi sana huko. Compare, nadhani ni kata ya pili kutoka Nyahururu kwa idadi ya watu wengi. Nimeshaona kuna mahali pa kuanzia. Centrifuging machine, full picture machine. Biochemistry mnafanya nini? Biochemistry pia tuna mashine. Hiyo ndio changamoto. Na sisi wataalamu wa dawa tunahitaji tuone hii mgonjwa nimrahisishie, hata kama nampa dawa najua anaenda na maji yake. Kwa hiyo microscope yes, nafanya kazi. Kama mnapima malaria, so routine test. Basi na friji ya damu inazokuja kwa hapa, zile ndio damu zetu. Hebu niulize kitu mmoja, nimeshaona mna backup generator? Yes, tunayo. Okay. Generator tunayo na inafanya kazi. Jambo muhimu. Hata kama tukiingia kwenye operation umeme ukasumbua, generator inafanya. Mheshimiwa Diwani, mnisaidie kitu kimoja. Mhamasishe watu watoe damu. Sawa. Yaani tuendelee kwenye mkutano kwa sasa hivi. Tuombe kwa watu watoe damu.
tutawaambia watu waje wajitolee kutoa damu. Sasa sisi tunaweza kutunza damu nyingi kiasi gani? Yes, tunaweza kutunza. Maana watu watakuja. Kiwahamasisha kwenye mkutano watu watakuja. Sasa mnaweza kufanya Ni tunaweza kwa sababu damu 50 mpaka 100 unaweza kuzitunza. 50 inawezekana. ikizidi mnabeba mnapeleka sehemu. Yes, tunapeleka sehemu. Kwa hiyo ni muhimu watu watoe damu. Sababu damu haitengenezwi madukani na huwezi kununua. Na sisi lazima tutoe kwa sababu huwezi kujua utaumia nani kesho. Kwa hiyo mimi nadhani tumeona. Na mwakumbushe tu kwamba damu haiuzwi. Isijulikana kwamba anafika hapa anafanyiwa malipo ya damu, hapana. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.